Ukimheshimu mume wako, mengine anayofuata atakuwa mepesi sana. Heshima ikitawala katika ndoa, utampenda mume wako, utamjali. Mwanamume anataka yeye kuheshimiwa. Masuala ya mitandao hii, mengine inakuwa sio kweli, inapotosha sana. Kumsikiliza tu mume wako, nini anataka, nini hataki, nini anapenda, nini hapendi. Hapo utakwenda sawa. Changamoto za ndoa zipo. Mfano kama mimi hapa nina miaka 25 katika ndoa. Sio katika miaka hiyo 25 ya ndoa yani kuna furaha sana, sio kweli. Furaha zipo, changamoto zipo, maudhi yapo. Kwa hiyo kikubwa zaidi mke kusimama katika majukumu yako, kujua nafasi yako wewe ni nani. Ukimheshimu mume wako, mengine anayofuata atakuwa mepesi sana. Heshima ikitawala katika ndoa, utampenda mume wako, utamjali, utamthamini, na mengine atakuwa mepesi tu anakuja. Kwa sababu mwanamume hapendi yeye kupendwa, mwanamume anataka yeye kuheshimiwa. Ndo waume zetu walivyo. Sasa katika swala hili wanawake wengi tunajisahau katika hili swala hili. Jamani, sisi ni Waislamu, au mimi ni Muislamu na wengine waliokuwa Waislamu. Mimi ni mke wa kwanza wa Sheikh Yusuf Diwani, nyuma yangu kuna 3 na tulikuwa 4. Namshukuru Mwenyezi Mungu wote waliokuja nyuma yangu, kutokana na vile mimi nilivyowakaribisha, na wao wamenithamini mimi dada yao, wananiheshimu, wananijali, mambo yote yanakwenda sawa kabisa. Nyakati ngumu zipo, hususani pale mume wangu aliponiambia nataka nikuongezee mke. Wallahi nilipata wakati mgumu mno. Nilikataa, baadaye akabidi yeye aniongezee mke. Baada ya kuniongezea mke, wallahi yule mke nilimkataa kata, nilikuwa sikubaliani nalo lile jambo. Mume wangu akawa ananipa, ananasihi, ananipa mawaidha, Mtume anasemaje, Mwenyezi Mungu anasemaje, kwa sababu na mimi binti wa Kiislamu. Wallahi baada ya muda lile swala mimi nikalipokea, na yule mwenzangu nikampokea, tukawa pamoja kabisa, na tuliishi nyumba moja kabisa. Tumeishi vizuri kwa amani. Mimi natoka namwachia watoto wangu, na watoto nawakuta salama kabisa. Kama wewe binti wa Kiislamu umelelewa katika mazingira ya Kiislamu ya dini, yani ukipewa tu zile aya za Mwenyezi Mungu unatulia, tunakuwa baridi, sababu Mungu mwenyewe ndo kashaamrisha tayari. Sahihi, mwanzo nilijua ndo ipo hivyo, lakini baada ya mume wangu alivyoongeza wa pili, wa 3, na tulikuwa 4 mpaka 4, wallahi wabillahi naapa mimi thamani yangu ndo ilizidi, mapenzi yalizidi kwa mume wangu, kutokana na vile nilivyojiweka katika nafasi yangu. Niliona tu jambo la kawaida. Jambo la kawaida kabisa, ni vile wewe utakavyolipokea na vile wewe mwenyewe utakavyojiweka. Ukiona kama sijui mwanamume kuona wewe hauna thamani, basi utakuwa hivyo. Lakini mwenyewe ukasema mandhari Mwenyezi Mungu ndo kasema, na ukasimama katika misimamo yako ile ya haki ya sheria, mume ukamsikiliza, ukamtii, mambo yanaenda safi kabisa. Yaani kuhusu swala la mitandao ya kijamii, yapo yanayozungumziwa ya kweli. Kwa hiyo pale unatakiwa mwenyewe uchuje. Ukiliona hili linafaa unalifuata, ukiona hili halifai unaliacha. Lakini kikubwa zaidi ninapoona mimi, kumsikiliza tu mume wako, nini anataka, nini hataki, nini anapenda, nini hapendi. Hapo utakwenda sawa. Sababu mara nyingi sana masuala ya mitandao hii, mingine inakuwa sio kweli, inapotosha sana. Kuhusu swala la mizozo katika ndoa, mwanamke wewe umeshaolewa, umeshawekwa ndani, ni thamani yako ni kubwa sana kuliko hata yule mtu ambaye yuko nje. Mheshimu yule mwanamume aliyekuweka ndani. Acha kufuatilia mambo ya simu, au kumfuatilia mume wako wapi ameenda, amerudi sijui saa ngapi, unaulizwa. Vile mwanamume hatakiwi kuulizwa wala kumfuatilia. Unaona Kwa hiyo wewe unachotakiwa, mume hakija,
mkaribishe vizuri mume wako, mpokee vizuri, kama kuna chakula mpe. Maswala kufuatiliwa mwanamume huwa hapendagi kabisa. Kwa hiyo hapo lazima tu hizi changamoto hizi lazima ziwepo. Wewe mwanamke ukishatulia, haumfuatilii mwanamume, haumuulizi kwa nini umerudi saizi, ulikuwa wapi, mwanamume na yeye anatulia. Kwa hiyo sisi ndo tunatakiwa tuwatulize waume zetu ili na sisi tupate kutulizwa. Sijui ni utoto au labda niseme sijui mafunzo, sijui nilizungumzie vipi, sijui. Kwa sababu gani? Najua mwanamke ukishatulia, au wengine wanakwambiaje Waswahili, tulia ili upate kuolewa. Au wengine wanakwambia hivi, anasubiria aolewe alafu ndo atulie. Jambo ambalo sio sahihi. Tulia ili uolewe. Na ukishaolewa, ukitulia, yaani ukishatulia, ukimheshimu mume wako, ukijua thamani yako kwa mume, wewe ni nani, basi jambo tu rahisi jepesi. Naweza nikasema naweza ikawa kwenye malezi au kuiga vile mambo hayo ndio ya mitandao tunayosema. Kwa sababu wewe mwanamke kama unajitambua wewe mwanamke mpaka unaolewa, tayari ushapata mafunzo nyumbani. Na ukitaka kuliendea jambo, basi lile jambo liendee mzima. Unaona, sasa kama labda mabinti wasichana wanaolewa, mwingine anakwambiaje, mimi yani naolewa tu, nataka niolewe, nikienda kule nikiangalia mazingira nikaona sielewi naondoka zangu. Sasa ile ukishasema hivyo, wallahi lile jambo lazima likushinde, ndoa lazima ikushinde. Yaani unaingia mguu ndani mguu nje, unakwenda kuangalia mazingira, uelewi unatoka zako. Sasa ukishaamua kuliendea jambo, ukishaamua mimi sasa naolewa, basi ingia mzima. Kwa kubaliana na hali yoyote ile ambayo utaenda kukutana nayo kwenye ndoa. Pambana nazo, mkianguka mwanguke wote, mkinyanyuka mnyanyuke wote. Hata baadaye mwanamume Mwenyezi Mungu akishamjalia riziki, wewe thamani yako inakuwa kubwa sana. Mimi thamani yangu kubwa sana, ni mume ananijali, ananithamini, na furaha yangu mume wangu mara nyingi sana huwa anapenda sana kuniletea zawadi. Kwa hivyo unawaambiaje wanaume ambao hawaleti zawadi kwa wake zao? Wanaume ambao hawaleti zawadi kwa wake zao, napenda kuwashauri wao wanapeleka sana zawadi kwa wake zao, kwa sababu zile zawadi ndio zinaleta chachu ya mapenzi, yani inaongeza mapenzi ndani ya nyumba, yani furaha ya ndoa inaongezeka. Mimi mume wangu wallahi anajitahidi kwenye kuhudumia, simsemei vibaya.